Polisi mkoani Mbeya tunapinga taarifa iliyotolewa kwenye gazeti la Nipashe linaloonyesha unyama wa kutisha kama mnavyoona mtazamaji, iliyotolewa na gazeti na kwenye toleo namba 05798224 la tarehe 26 Januari mwaka huu. Nazungumzia unyama wa kutisha ambapo majambazi wavamia gesti, wabaka wahudumu na kupora fedha baada ya kuwapa vinywaji na biskuti zenye sumu. Kiukweli baada ya kuona taarifa hii, ni kweli kwamba mnamo tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka huu majira ya saa 6 usiku huko kwenye baa moja inayojulikana kama Malema iliyoko maeneo ya Sinde, watu wawili wasiofahamika wakiwa wapangaji mle ndani waliwalangai wahudumu wa ile baa, mhudumu wa baa na mhudumu wa guest, wakiwa wawili pamoja na mlinzi. Wakawa wamewapa juice, lakini pia wakawapa biskuti ambazo tunadhani ndani yake kulikuwa na madawa ya kulevya. Wale wahudumu walitumia zile biskuti, baadaye wakawa wamepata usingizi, walipata mazingira fulani ya kulewalewa, wakafanikiwa kuwaibia simu zao pamoja na fedha za mauzo takriban shilingi 701,000 na simu za mikononi 5. Na watu hao wakatawanyika. Waliofanya tukio hili walikuwa wamepanga ndani ya gesti ile, na mmoja alikuwa kwenye chumba namba 11. Na baada ya kufanya tukio hilo, zaidi ya kupora, walichokifanya ni kupora tu fedha hizo shilingi 701,000 kwa ujumla wake, pamoja na hizo simu 5 za wale wahudumu pamoja na walinzi. Hakuna tukio lingine walilofanya. Wale watu walipata na athari za zile biskuti walizokula. Baadaye wakafikishwa hospitali ya Rufaa mjini Mbeya, wakawa wamepata drip za kuwekewa drip za maji, wakapata nafuu na wakarudi kituoni na wakaeleza mazingira yalivyokuwa. Watu hawa tuliandika maelezo yao na wanasema hakuna aliyebakwa miongoni mwao, lakini kwenye taarifa ninazozisoma kwenye gazeti zinaonyesha kwamba watu walibakwa, tena wakabakwa pia na kinyume cha maumbile, kitu ambacho sio. Sisi tunasema kama jeshi la polisi, kutoa taarifa ambazo sio za ukweli zinaipotosha jamii, lakini pia zinamharibia sasa yule aliyefanywa tukio. Wale watu kwenye lile eneo la tukio nimekwenda, hawapo wote kazini pale, wote hawako pale. Lakini sambamba na hilo sasa wanapata shida pia, watu wakiwapita wanawaambia ninyi mlibakwa ninyi. Ni wasii tu waandishi wa habari, jaribuni kuwa mnashirikiana na vyombo vya dola ili kupata taarifa zilizo sahihi, tupeleke taarifa sahihi kwa wananchi kuliko kupeleka taarifa ambazo zina exaggeration, ambayo mwisho wa siku sasa zinawanyima hata kale ka privacy wale watu. Sembuse ingekuwa imetokea fine, lakini alikutokea. Taarifa PF3 tuliyopata kutoka kwa daktari aliyewahudumia wagonjwa hawa haionyeshi kabisa kwamba watu walibakwa, lakini wameandika walibakwa. Wakaonyesha kuna uvamizi. Pale hakuna uvamizi uliotokea, sana walikuwa ni wahudumu waliokuwa mle ndani. Walipoona muda wa kufunga baa umekwisha, yuko mhudumu wa guest na mhudumu wa baa, ndio wakaenda pale wakawalagai kwa kuwapa biskuti, kwa kuwapa juice. Basi ndio zikawafanya wale wakapata ule nani, wakapoteza fahamu, na ndicho walichoweza kufanya. Tuseme kwamba katika mazingira hayo tunasema ni kinyume na maadili ya utendaji wa shughuli za habari kwa ujumla. Jina langu ni Maisala. Mimi ni Mtanzania halisi. Mama yangu uniambia ukitumia vitu halisi na vya asili utaishi miaka nyingi furaha. Si kingine bali ni maziwa ya asasi. Kunipa shibe nikiwa na njaa na kunipa faraja nikiwa na kiu. Kikubwa zaidi, kuimarisha afya yangu.